rohoni mwangu. Yes. Nataka tuzungumze mambo mengine ambayo yanagusa moyo wa Mungu. Kuna vitu vingi ambavyo tunafanya kwenye maisha, lakini usipoangalia na kutazama kwa kutumia akili yako hauwezi kutambua. Nataka tuzungumze kipimo cha Mungu kwenye maisha tunayoishi. Kipimo cha Mungu kwenye maisha ambayo tunayaishi. Wanadamu tunavyo vipimo vingi, lakini Mungu anavyo vipimo vya kwake. Mbingu zinavyo vipimo vya kwake, lakini Mungu anavyo vipimo vya kwake. Nikawa anapitia kitabu kimoja cha nabii Ezekieli. Mungu wakati anamfundisha kwa habari ya vimo kutoka kimo cha kwanza hata cha mwisho, alizungumza baadhi ya vimo ambavyo vinagusa maisha ya mtu hapa duniani tunapoishi. Na unapokuwepo duniani usipokutana na Mungu live, ninapozungumzia live ninamaanisha kwa hali ya nadharia ya kuona tatizo lolote kwa nalo limeondoka. Usipoiona hiyo, watu wengi wamekata tamaa na kumwona Mungu kwamba hayupo. Lakini ngojeni kufundisha leo baadhi ya mambo ambayo yanatukumbusha na kutuonesha kwamba Mungu anavyo vimo. Kuanzia kimo cha kwenye viweko, kuna kimo cha magoti, halafu kuna kimo cha mabega, halafu kingine kimo cha kufulika. Kwa tuna vimo vya aina nne ambavyo Mungu kaviweka duniani ili tuweze kujifunza kupitia hivyo. Bwana anapokuokoa wewe mtu, unakuwa umeokolewa kwenye maisha ambayo tunayo, na anakutoa mahali kwenda mahala pengine ili kutengeneza kitu ambacho ni unique kwenye dunia. Dunia ambayo tunayo imebadilika na ina vitu vingi na inaenda kwa kasi sana, na tunabadilika kutokana na nafasi ambayo tunayo. Sasa sikiliza, kimo ambacho nacho Mungu anakitazama. Mungu anakitazama kwa namna ya pekee na kwa namna tofauti sana. Na ili kufundisha Mungu lazima ujifunze kutulia. Jifunze kutafakari. Jifunze kujiuliza kwa nini nimefanikiwa na kwa nini sijafanikiwa. Unapoisha mwaka 2018 kwenda mwaka 2019, tamani kuangalia kwamba fanya evaluation. Kwa kawaida tunasema kufanya tathmini. Fanya tathmini katika maisha yako yote, in spiritual life pamoja na normal life, in physical contact. Weka chini, pitia malengo uliyojiwekea toka tarehe 1 Januari mpaka tarehe hii ninazungumza na wewe, tarehe 24 mwezi wa 12 2018. Weka chini uangalie kimo ulichokiweka cha kwanza kama mwanadamu na kimo cha pili hata cha mwisho katika malengo yako. Uone je, ni kipi kilichofanikiwa, na umshukuru Mungu kwa yale mafanikio uliyopata. Na kama haukufanikiwa katika yale, jiulize kwa nini. Kuna tatizo mahali, ndiyo maana imetokea changamoto ya namna hiyo. Kuna shida eneo, kuna shida katika nyakati kwenye kupiga tathmini ya kwako. Wanafunzi wanapofanya tathmini katika masomo yao, wanaangalia kwamba ni output zipi ambazo wamezipata kwenye masomo yake. Lakini wengi tumesahau kuangalia kwamba nini ambacho kimesababisha mpaka output imekuwa ya ajabu. Kwa nini tumeshindwa kufikia kilengo ambacho tulichokuwa nacho, lengo ambalo tulikuwa tumeliandaa, malango ambayo tulikuwa tumeandaa. This time ukianza kuangalia watu tunavyoishi duniani, tumegeuka. Tumebadili historia ya maisha yetu kuwa kama tunavyoishi kama walivyoishi watu wengine. Tumeweka historia ya watu walioishi maisha ya nyuma, tunakuja kuishi katika zama hizi. Ngoja nikueleze.
Ni vitu viwili tofauti kwa mwanadamu kukaa pasipo kujua ni wapi alikotoka na ni wapi anakokwenda. Halafu tambua kwamba majira ambayo ninayo, je, yamebadilika au yako pale pale? Vimo ambavyo Mungu anavyo anataka uvichunguze kwa kina. Kuna kima cha kwanza katika viweko. Nimekwambia kuna vimo vya 4 ambavyo Mungu anavyo kwenye maisha yetu. Kuna kimo katika kiweko. Maana yake ni ile nguvu ya awali kabisa mtu unayoipokea baada ya kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Anasema, tazama nimeweka kuta kama vizingiti, napo katika ile ncha zake kunatoka maji. Na kama yanatoka maji, maana yake Roho Mtakatifu amebi supplied kwenye maisha yako. Yupo supplier on your places. Whenever you with a protocol in your life, God made you to understand and to know everything which God created before you. Usipoweka protocolity katika maisha yako, hautofikia uko nako kwenda. Masomo utayaona ni magumu, maisha utayaona ni magumu, dunia utaiona imebadilika kutokana na wewe unavyowaza. Lakini the changes are come to show us we are closer to Jesus Christ. We are supposed to be nearby, kwa sababu Bwana yuko karibu kurudi. Watumishi, unapoona mabadiliko kwamba chips zinatumika, ninaposema chips I not mean that kile chakula mnachotumia watu wengi, hapana. Ninamaanisha chip, the microchip ambazo zinatumika kwenye kutranslate baadhi ya material, baadhi ya vitu ili kuweza kutengeneza msingi ambao ni bora, kuweza kurahisisha maisha. As we say on the computer system inarahisisha maisha sana. We say that kwamba kila kitu ambacho kinaanza kwenye computer ni kiko more faster than manual. Iko kubwa kwa kasi ya ajabu, inakuwa kwa kasi ya ajabu. Ndivyo inavyotupasa katika ulimwengu wa roho, tuwezi kukua na kupanda juu. Ili nguvu ya kimo ulicho nacho ionekane, lazima ujifunze kutembea katika protocol. Anzia kimo cha kwanza katika kiweko. Viweko vya miguu, wengi wamesema anchor. Kiweko inamaanisha anchor ya miguu. Manake unapookoka maji ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni maji anayesupply kwenye maisha yetu. Anafanya upya ndani, anafanya upya, anaosha, anatengeneza, anatakasa. Pale unapokubali, anauisha upya, anaosha nafsi, anaosha mawazo, anatakasa kwa damu iliyomweka msalabani Yesu Kristo. Ile damu bado sasa hivi ni mbichi. Inaposhuka ndani ya muamini mmoja, inagusa viweko vyake kwanza. Kutegemeana kimo utakachozidi kuendelea mbele kupima, ndipo utakapozidi kusogelea karibu ya kimo kingine cha magoti. Utakapozidi kuendelea, Biblia inasema katika kitabu cha Ezekiel 47 kianzia 1, wakati Bwana anamfundisha huyu nabii, anamwambia kwamba nikapima hekalu 1000 kwa kimo 1000. Nikaona maji yalipopanda kutoka viweko hata magoti. Ulivyozidi kukazana kusogea mbele, vile vizingiti na kuviacha, Biblia inasema yale maji yatapanda kimo cha usawa wa mabega yako. Kikipanda na dhali zingine 1000, itaongezeka afu itafulika juu. Ikifulika, kinachotokea maana yake maji yanakufunika wewe, Roho Mtakatifu anakufunika wewe, Mungu Baba anakufunika wewe, malaika anakufunika wewe, na mbingu zote zinakutazama. Hebu imagine kwamba mbingu zinaacha shughuli zake, zinakuangalia wewe. Mbingu zinaacha vitu vyake, zinakuangalia wewe. Lazima ujifunze kubadilika. Lazima ujifunze kuwaza. Ngoja nikupe kima kimoja kwa habari ya hivi vimo. Mtu mmoja akanifuata nadharia, akaniuliza, mtumishi, natamani kufahamu ni namna gani watu ambao mnafanya connectivity na Mungu na watu wanapokea mnapokuwa mnafanya huduma. Nikalitafakari mara mbili, ni namna gani mnavyofanya nadharia kwa watu kuwa connect na Mungu ili wapate kubi filled with the Holy Spirit. Ni kitu gani mnatumia? Nikakaa naye chini, nikamueleza kwa habari ya memo 4 ambazo nimekufundisha hapa, kwamba kuna kimo cha kwanza
cha viweko, kuna kimo cha pili cha magoti. Ni namna unavyoinuliwa kutoka chini kupanda juu. Unapoinuliwa kutoka chini kwenda juu, Biblia inasema utapandishwa utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Ukiangalia mikono yangu, hata mikono yako inaonyesha alama kuanzia 1, 2, 3, 4, halafu inafurika kabisa. Kwa Mungu aliutazama mkono akasema kwamba unapoachilia viwango ulivyokuwa navyo ukajiona kwamba bado kiwango hakijafika, nataka nimtafute Mungu mwingine, nitafute Mungu kwa kivingine, kwa namna nyingine, kwa utofauti. Ninapomwabudu ni mabudu katika uzuri wote, katika nguvu, katika uwepo, katika mamlaka, katika viwango. Biblia inasema hakika Bwana hata kuacha uaibike milele. Atatengeneza maisha yako, atafanya upya maisha yako, atakuinua kutoka hapo ulipo kwenda mahala pengine. Usione kwamba ninapoteza muda katika chip hii au katika clip hii, hapana. Natamani tupate kufahamu namna ya kufanya maombi, namna ya kuomba. Muombe Mungu ukijua kwamba natoka ngazi ya kwanza naenda ngazi ya pili, natoka ngazi ya pili naenda ngazi ya tatu, natoka ngazi ya tatu naenda ngazi ya 4. Hapo utakumemaliza na kuingia kwenye utukufu ambao uko like a heaven. Ile heaven ikikufunika, maana zile memo zote 4 unazo ndani, maana maji yanachekecha huku na huku. Tukaangalia kwamba mto unapoanzia unaanza kwenye bahari, unatoka alafu tena maji yatarudi kwenye bahari. Just imagine, maji yanapomwagika yanaenda kutengeneza vijito pembeni, halafu yale maji kwenye vijito yatatelemka kuelekea baharini. Yakikutana na kifusi cha uchafu yatapita kona. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, ndivyo alivyo Roho Mtakatifu kwako wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza. Natamani ukamfanye Mungu asikutane na uchafu, asikutane na kigingi kwenye maisha yako, asikutane na uchafu aina yote, akutane na utakatifu. Mahala palipo sawa sawa, mahala palipo tengeneza, mahala palipo fanywa upya, ile mitaro ya kupitisha maji imenyoka sawa sawa. Maji yatapita kwa urahisi, wala hayata affect milima, hayata affect vijito vitakavyokuwa vinapatikana. Yatanyoka sawa sawa kwa sababu pako safi, pako sawa. Ndani mwako kuwe salama, ndani mwako kuwe na uzima. Ukitaka kufanya jambo kwa habari ya nguvu ya Mungu, tamani Bwana kufundishe, tamani Mungu akutoe mahali pamoja kwenda mahala pengine. Yule ndugu akaniambia, mnapokuwa mnawafundisha watu inafika kipimo hata mtu anaogopa kukuangalia usoni, kwa sababu anaogopa jinsi unavyotazama na jinsi unavyoongea. Anabaki tu ni kusikiliza na anaanza kufanya comparison ya yeye na wewe. Hebu natamani ukajifunze kupitia watu ambao wamefanikiwa. Jifunze kupitia apostles, jifunze kupitia wachungaji ambao tulionao. Tusije tukazalao wachungaji tukaanza kufanya vitu ambavyo ni tofauti, tukatembea mahala ambapo sio sahihi, tukidhani kwamba mimi ninacho kiroho kupita. Hapana. Follow the protocol. Protocality itakuonesha ni kipi ambacho utakifuata na kukifanya ili Mungu aweze kuinuliwa juu. Yule mtu nilivyokaa naye nikamweleza, nikamwambia kuna misingi mingi ambayo inakufanya mpaka inafika wakati watu wanakuamini, mbingu zinakuamini, watu ambao wanatuzunguka wanakuamini, wazazi wanakuamini, jamaa wanakuamini, watu wanakuamini. Ni kile kipimo ambacho unacho kwenye kumtafuta Mungu, kiwango ulicho nacho. Usi unafunga maombi kwa kukaa njaa, unaingia kuomba dakika 3-5, umemaliza siku nzima, umefunga masaa 12. Haitakusaidia kufika mahala popote. Hata kama ungekuwa unafunga mara 3 kwa juma, haitakufanikisha kufika popote. Utakuwa umeshinda njaa lakini hujamtafuta Bwana. Biblia inasema ya kwamba fanyeni maombi na kusali. Funga na kusali. Kitabu cha Wafilipi 4, naomba tukiangalie mara moja kidogo. 4:6 inasema, naomba nianzie mstari wa 4. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Upole wako ujulikane na watu wote, na Bwana yuko karibu kuja. Anakuja na wingu lake mkononi, akikutazama wewe unayefanya maombi, unayefunga. Natamani sana utambue hiki kilichoko ndani ya kufunga.
sio kuacha kula tu mtumishi. Anasema 6 hivi, sikiliza. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Kwa lazima ujue nafasi ambayo unayo. Lazima ujue kwamba ninashukuru kwa kipi, ninafanya kazi kwa kipi, ninaishi kwa kipi. Lazima uweke misingi ambayo ni sahihi. Lazima uweke viwango ambavyo ni sahihi. Lazima uweke malango ambayo yako sawa. Uombe na kumshukuru Bwana. Usome Biblia. Kipindi cha maombi ulicho nacho, ili Bwana aweze kukujibu, jipange vizuri. Weka fahamu zako vizuri. Weka mawazo yako vizuri. Weka nia yako vizuri. Usiambatanishe mawazo uliyokuwa nayo na maombi, hayafanani. Chukua muda, ingia Karmeli, ingia mahala popote ambapo umepafanya kuwa mahala pa kuombea. Eneo lolote ni sahihi kama umeliandaa. Afu mwambie Bwana, natamani niombe. Natamani nikae na wewe, nikae chini, nifundishe. Kuna wakati wa kumsikiliza Bwana, kuna wakati wa kuomba, kuna wakati wa kutafakari, kuna wakati wa kusikiliza, kuna wakati wa kumngoja Bwana anasema nini na wewe. Na kuna wakati mwingine unaweza kwenda kwenye maombi ukasoma neno. Bwana anakupitisha mahali, anakuonesha ndoto unazozipitia, anakuonesha ndoto, na kila ndoto inayotokana na Mungu iko kwenye Biblia. Ukiota ndoto haujui maana yake, unaweza kunitafuta tukaongea vizuri, nikakuelekeza namna ya kupata ndoto kwenye Biblia. Ndoto yote utakayoiota ina majibu kwenye Biblia. Kila walioota ndoto walizipata kwenye Biblia, nazo zimeandikwa kwenye Biblia. Lakini ukiona ndoto inakutatiza, huelewi nini maana yake, nitafute, tutaelekezana, tutaoneshana namna ya kufanya, tutafundishana kipi cha kufanya. Kiroho chako kiwe sawa, kiroho chako kikae sawa. Lazima ujifunze kwenye Biblia. Kila utakachokitamka ili kipimwe sahihi, kiangalia kwenye Biblia. Ukikikosa, ujue maombi yako hayajakaa sawa. Ujue kumtafuta Mungu hakujakaa sawa. Ujue mambo, kuna baadhi ya vitu umevipeleza kwenye maisha yako. Wokovu tulio nao sio mteremko kama unavyodhani. Ni maisha ya kujiandaa. Ni maisha ya maandalizi. Kimo cha Bwana kinapoanza, cha kwanza, jipime, nimemalizaje mwaka huu. Unapoenda kwenye msimu wa sikukuu ambayo ni siku ya kesho, tathmini maisha yako kabla hujaifikia kesho. Biblia inasema Christmas ilitabiliwa, ilikuwapo, watu walifanya kama siku ya kawaida. Lakini baada ya chimbuko la kanisa, wakaona ile siku waliokuwa wakitumia watu wa nje huko Israeli, wakitumia kwa habari ya mambo ya kwao, ilikuwa ni siku ya kawaida ya kufanya sherehe. Walipoingiza kwa habari ya huduma ya wokovu, wakaona kubadilisha ile siku na kuwekea tendency nyingine na kuifanya kuwa sikukuu. Ikawa ni changamoto. Wakaona kwamba wacha tuweke siku walioizoea kama Christmas, tuibadilishe iwe siku ya kumtafuta Bwana. Maana ya Christmas ni kumkaribia Bwana, kumkaribia Mwokozi. Unajifanya kuwa karibu na Bwana, unasogelea kiti cha enzi, unakubali mbingu zikuguse. Ndio maana ya Christmas. Sio kaitafakari vingine, ukaanza kuwaza vingine, utafika mbali. Biblia inasema hivi, msipofikia hicho cheo, hiyo hekima yenu sipozidi ya Mafarisayo, mbingu hamtaingia mtumishi. Mbinguni hautaingia. Tafakari kunyanzi. Tafakari vitu vinavyogusa moyo wako, ambavyo ni vidhaifu vidogo vidogo, vinaweza kufanya usifike mbinguni. Lakini Mungu kimkubali kwenye maisha yako, aingie, atabadilisha. Kunyanzi zitatoka, maisha yatakuwa safi, sikukuu itakuwa safi, huduma itakuwa safi, na hata palapanda ikilia, utakuwa na cheo cha kumfikia Bwana. Utakuwa na wakati wa kumngoja Bwana. Utakuwa na wakati wa kumsikiliza Mungu anasema nini. Napenda kushika kichwa changu sana, nikimaanisha ishara ya kutafakari. Kichwa kinahusika. Moyo hawezi kufanya kazi kama kichwa hakipo, na vitu vingi haviwezi kufanya kazi kama kichwa kimeondolewa. Nielewe, roho afanye kazi, anahitaji kichwa chako kiwe sawa, kikae safi, kikubali kufundishwa na kuelewa, ili moyo upate kuelewa.
Mithali ya 16:1 nasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maandalio ya mimi sio ya Mungu, ni ya kwangu. Na kwenye kujiandaa siwezi kuandaa moyo pasipo akili kufahamu. Siwezi kuandaa vitu vingine kama kichwa hakijakubali. Lazima kichwa kikae sawa, ili usome Biblia kwa umakini, ili usome maandiko kwa makini, na Bwana atakusaidia, utafika mbali. Nimesema kwa habari ya ndoto, ukishindwa kuelewa nitafute. Ukishindwa kuelewa kwa habari ya vimo ambavyo Bwana ameviweka, nitafute. Soma vizuri Biblia yako, kitabu cha Ezekieli 47, anzia mstari wa kwanza. Endelea nao mpaka mwisho. Utakuta umepewa vile vimo ambavyo Bwana alikuwa akiwapimia watumishi, akiwaonesha njia ya kupita ili kufika ngazi nyingine. Inahitaji stage. In stage lazima ujifunze kwa habari ya protocol. Na usipoheshimu wadogo, hata wakubwa hutawaheshimu, wala nafsi yako hautaiheshimu. Kwa ili Mungu azungumze na wewe, kubali kujiheshimu. Jitunze, jiweke sawa. Tunza maisha yako ulionayo. Weka viwango ulivyo navyo kuwa sambamba na Kristo. Nguo zako ziokoke, maisha yako yaokoke, macho yako yaokoke, vimo vyako na viokoke. Mungu atakutunza hata mwisho. Mungu atakutunza hata mwisho. Nikutie moyo katika mambo unayofanya. Fanya kwa kina, lakini kumbuka kuomba. Kumbuka kusoma neno. Kumbuka kutafakari. Kumbuka kumsikiliza Bwana. Afu mkabidhi yote Mungu ayafunike kwa masaa ya kutosha, kwa muda wa kutosha. Usifunge kama Roho hajasema ufunge. Usifanye maombi kama Bwana hajakwambia ufanye, utakuwa unapoteza muda. Zungumza naye. Weka maandalizi na nia. Roho zitakwambia fanya usifanye. Weka connection vizuri na Mungu. Tengeneza malango. Kwenye kutengeneza kunahitaji vitu vichache, ili Bwana aweze kuconsider kwenye maisha yako ya kiroho. Cha kwanza, maandalizi nadhifu ya maisha yako. Kitu cha pili ni kulisoma neno na kulielewa. Kitu cha tatu ni kumuomba Mungu na kumshukuru katika kila hali unayopitia. Kitu cha nne ni kujifunza kuwabariki wengine. Mungu akubariki. Chukua clip hii, watumie ndugu zako, jamaa na marafiki, ili tuweze kuvuka mwaka salama. Ninakutangazia mwisho wenye baraka na uzima, na Roho Mtakatifu akiwa juu yangu. Bwana awe nawe. Uvuke mwaka kwa viwango vikuu sana. Upende kumtumikia Mungu kwa kimo cha juu sana. Tamani Roho afulike hata ufike juu. Mwanafunzi, soma kwa bidii ili Mungu akutane na wewe kwenye hali yako ya masomo. Mkulima, lima kwa bidii ili Bwana akutane nawe mwaka huu na hata mwaka ujao. Fanya biashara, fanya kwa bidii ili Mungu apate pa kugusa. Yote aliyeko kazini na kila hali yote unaofanya, kila shughuli unaofanya, Bwana akutane nawe. 2019 ikawe ya baraka kwako. 2019 ikawe ni ya neema kwako. Mungu akukumbuke katika hali uliyopitia, mateso uliyopitia mwaka 2018 yasijirudie tena. Ikawe ni mwaka wa kuvuna utukufu, mwaka wa kuvuna mafanikio, mwaka 2018. Nazo mbingu zikaitike kwako, zikaseme haleluya. Yupo mtu mmoja duniani ninayechunguza moyo wake, ninautazama moyo wake, ninatazama mambo yake, ili Mungu aweze kutenda. Lazima ukubali Bwana aseme na wewe. Ninauza vitabu, kimeandikwa Nuru ya Bwana na ifunuke kwako. Niko kwenye hatua za uandishi wa kitabu kinaitwa Haja ya Moyo Wangu, pamoja na kitabu kinaitwa Ukuhani. Jitahidi sana upatapo clip hii. Unaweza kunitafuta tukashare material hayo, ukasoma, ukapata nafasi ya kujifunza. Nitafute YouTube, utaniona kwa jina la Benjamin H. Anthony. Facebook utanitafuta kwa jina la Benjamin H. Anthony. Namba yangu ni 0744
208652. Mungu wa mbinguni akubariki. Asante mwaminifu, mfalme wa falme, kwa habari ya watu hawa. Waguse Bwana, mwaka 2019 Mungu tukaingie kwa jina la Yesu. Hata miaka ijazo hizo tujalia uzima Bwana, tukazifike. Mungu, mbingu zishukapo Bwana, tusiwe wa kuachwa, tukakutana na wewe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Toa uzima kwa walio wagonjwa Bwana, tukaingia tukiwa salama. Toa neema Bwana kwa waliofiwa. Mungu wape neema. Wengine wamefiwa, mioyo yao imekufa ganzi Bwana, tunatamani tukuone na tukusikie katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba uzima katika yote. Amen.